Kwa heshima na taadhima, namkaribisha Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa na mwenyekiti wa makanisa ya Pentecost Tanzania. Karibu. Napenda kuwakaribisha kwa moyo wangu wa dhati waheshimiwa maaskofu wakuu wa madhehebu ya Kipentekoste katika Tanzania yaliyowakilishwa 282, maaskofu wa majimbo, kanda na maeneo ya madhehebu hayo, wachungaji, viongozi, pamoja na mama wachungaji mlioko mahali hapa, na wageni waalikwa. Nasema karibuni sana. Baada ya ukaribisho huu, napenda kutoa heshima za shukrani kwa kuitikia mwaliko kwa ajili ya kongamano hili. Sisi kama Wapentekoste tunataka kuonyesha jamii kwamba Mungu ametuweka hapa na mamlaka ya neno la uzima linaloweza kubadilisha tabia ya mtu, kiu ya zinaa ikamtoka, asizini tena. Sasa mkakati huo tunataka kuweka kwa kuratibu vizuri zaidi, na tutaweka lengo la kubadili tabia za watu mwishoni mwa kongamano hili. La pili la nyongeza katika hilo, tunataka kufanya huduma ya kuwafariji wale ambao wamekwisha kuathirika na ugonjwa huu. Sisi wa Pentekoste tuna imani ya miujiza. Tunaamini kwamba hata kama mtu kaathirika na ukimwi, anaweza kupona kwa njia ya imani katika jina la Yesu, virusi vikaondoka. Sasa sisi hatuponyi, lakini Yesu tunayemwamini na Roho Mtakatifu ambaye ndiye tunaitwa kwa jina lake, anazo karama. Mojawapo ni kuponya magonjwa ukiwemo ukimwi. Lakini hatutangazi kwamba watapona wote, kwa sababu sisi hatuponyi. Wale wasiopona tunataka tuwafariji kwa ujumbe maalum ili roho zao zifike mbinguni. Hilo ni la kwanza ambalo tutaliwekea mkakati maalum. La pili tutakaliwekea mkakati maalum ni kuhusu kile ninachokiita injili na amani. Tanzania tumekuwa na sifa ya kuwa nchi ya amani, na ndivyo tulivyo, pamoja na kwamba hivi karibuni kwa nyakati fulani kumetokea shaking kidogo, lakini bado ni taifa la amani. Na serikali pamoja na taasisi zake na madhehebu mengine ya dini yameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba amani tulionayo katika Tanzania haivunjiki au haitoweki. Sisi kama Wapentekoste tunao mkakati wa kudumisha amani kupitia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunataka kuanza kuleta amani inayoanzia ndani, ili amani ya nje ndipo iweze kushamiri. Machafuko yanayotowesha amani yanaanzia ndani ya moyo. Yesu ametupa ujumbe maalum wa amani ambao tukiufikisha kwa wenzetu katika jamii, wakaupokea,
wakapata badiliko la ndani ya moyo, mara moja watakuwa ni watu wa amani, na amani ya kweli, na amani ya kudumu, na hakutakuwepo na hofu ya kupoteza amani tulionayo. Na la tatu ambalo tungependa kuomba, na hasa upande wa serikali, ili tuweze kama wa Pentekoste kutoa mchango huu katika maeneo mawili niliyotaja, tunahitaji na sisi kutambuliwa katika jamii, sio kama vikundi vidogo vidogo vya mitaani tena. Kongamano hili hapa lina watu 8,612 waliojiandikisha, na hawa ni wachungaji, sio Wakristo. Wachungaji hawa wengine wana matawi ambayo ukijumlisha waumini wake wako kwenye malaki, 300,000, 500,000, 600,000. Sasa tuwagawie basi hawa, kila mchungaji hata kama ana Wakristo 20, tumgawie awe 1,000, tuondoe kwa hao wengine wenye malaki, ili kila mchungaji aliyeko hapa awe na washirika 1,000 kwa uwiano wa wastani tu wa kiwango cha chini. Maana yake tunapata milioni 8. Sasa waumini milioni 8 katika Tanzania si vikundi vidogo vidogo tena. Tunaweza kufanya kitu kikaonekana, na sisi ni tofauti na madhehebu mengine ya dini, kwa sababu sisi hatuongezeki kwa kuzaana. Tunaongezeka kwa kuhubiri kutoka katika ulimwengu wa dhambi katika nyanja zote, na tunaongezeka kwa kuzaliwa mara ya pili. Sasa hata tungesema hawa milioni 8 kila mmoja alete mmoja kwa Yesu, tumesha double, na haituchukui muda, hatuhitaji speaker wala mabango. Na hii ndiyo maana shetani alipinga sana tusiweze kukutana, lakini ameshashindwa siku nyingi. Karama yake ni ya kushindwa, na tuko hapa. Baada ya hapa ninaamini Yesu atapata utukufu. Sasa tunahitaji kushirikiana na serikali katika hasa kutumia vyombo vya habari kama redio ya taifa na televisheni ya taifa, ili na sisi haya tunayoyataka kuyafanya, wale waumini wetu zaidi ya milioni 8 na wao wasikie tunapowasiliana nao, ili tunapowaelekeza namna ya kuchangia katika kuondoa matatizo ya kijamii katika nchi hii, yale mawasiliano yawafikie sawa sawa na watu wengine wa imani zingine wanavyofikiwa kupitia vyombo hivyo. Kwa hiyo tutaiomba serikali iondoe sera ya kubagua wa Pentekoste. Kama huko zamani tulionekana ni wahuni, watu wasioeleweka, wasio na msimamo,
basi ilikuwa ni kutokueleweka vizuri, lakini sasa tumekuwa tunaeleweka, tumekusanyika pamoja, na kukusanyika pamoja huku kuna maana njema, na sisi tuweze kutoa mchango kamili katika jamii. Na kama wachungaji na maaskofu tunaweza kuondoa, kama sio kabisa, kwa asilimia kubwa, yale matatizo yote yanayolalamikiwa na kunungunikiwa mitaani. Sisi hatutakiwi kuwa wanungunikaji, walalamikaji. Tunatakiwa kuleta ufumbuzi wa kweli wa matatizo yaliyopo. Kama ni rushwa, kama ni ubadhirifu, kama ni mambo kutokwenda kwa haki, sisi tunao ujumbe wa ufumbuzi wa matatizo hayo, kwa kupeleka injili ya amani itakayogeuza mioyo ya wala rushwa wasile rushwa kamwe, wezi wasiibe tena. Katika muda huu ninapenda kutangaza rasmi kwamba kongamano hili limefunguliwa. Wakati huo na muomba Askofu Mkuu Mayara aje wakaribishe watu wa praise, ili tumkaribishe sasa Roho Mtakatifu tuanze kula. Bwana asifiwe sana.